Samia Suluhu amefika mwisho baada ya ombi kufanywa kwamba afikishwe ICC. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa wewe ni mgeni hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika siku chache zilizopita, Tanzania imetikiswa na mafuriko ya hasira, simanzi na kilio baada ya kile kilichoonekana kuwa operesheni ya kikatili dhidi ya raia waliokuwa wakidai haki, demokrasia na maisha bora. Kile kilichoanza kama maandamano ya amani ya vijana waliochoshwa na ukosefu wa ajira, ufisadi na chaguzi zenye dosari kimegeuka kuwa janga la kitaifa, huku maelfu wakijeruhiwa na mamia wakipoteza maisha. Mitandao ya kijamii baada ya serikali kuruhusu huduma za interneti kurejea imefurika na video na picha za kutisha. Miili ya vijana imeonekana imetapakaa barabarani, wengine wakiwa wamepigwa risasi kifuani na baadhi wakiwa wamelundikwa pamoja kama taka. Hospitali kadhaa jijini Dar es Salaam na mikoani zimeripotiwa kuzidiwa na majeruhi, huku familia zikidahi ama zikihaha kuwatafuta wapendwa wao waliotoweka katika vurugu hizo. Dunia imetazama kwa mshangao na hasira, ikijiuliza jinsi taifa lililojulikana kwa amani kama Tanzania linaweza kugeuka kuwa uwanja wa mauaji chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, mwanamke wa kwanza kushika madaraka hayo nchini. Tukio hili limeibua hisia kali ndani na nje ya Tanzania. Umoja wa wanaharakati, wanasheria na viongozi wa upinzani wameanza kuandaa hoja za kisheria za kimataifa kumfikisha Rais Samia Suluhu na maafisa wake wa usalama katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kwa kile kinachoelezwa kama uhalifu dhidi ya binadamu. Wanadai serikali iliamuru polisi na vikosi maalum kutumia nguvu za risasi dhidi ya raia wasio na silaha kwa lengo la kuwatisha na kukandamiza sauti za upinzani. Mwenyekiti wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS Boniface Mwabukusi ameibuka kwa sauti yenye uzito mkubwa katika wimbi hili la kilio cha haki. Kupitia ujumbe wake ulioenea sana kwa mitandao ya kijamii, Mwabukusi alisisitiza kuwa kabla mazungumzo yoyote ya kisiasa kufanyika, basi lazima kuwe na ukweli kuhusu mauaji, utekaji na upotezaji wa raia ufahamike na wahusika wote wawajibishwe. Alitaja kwa ukali kwamba mazungumzo bila uwajibikaji ni sawa na kutukana roho za wale waliouawa kwa risasi na kuteswa kwa sababu ya kupigania haki. Katika taarifa yake kwenye mtandao wa X, Boniface Mwabukusi alisema kuwa kabla ya mazungumzo lazima waliopanga, kufadhili na kuendesha mauaji ya raia wa Tanganyika na kuhusika na mpangilio wa utekaji na upotezaji wa raia kabla, wakati na baada ya uchaguzi wakamatwe na kufikishwa mahakama ya kimataifa kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu. Watu wote waliotekwa na kupotezwa warejeshwe na kuungana na familia zao na kuachiwa mara moja kwa Tundu Lissu na kuondolewa kesi zote za uonevu dhidi ya chama cha Chadema na viongozi wake. Kutafuta mazungumzo sasa kabla ya uwajibikaji ni kutukana ndugu zetu waliouawa bila hatia na kubariki udhalimu. Kila mmoja abebe msalaba wake kwanza na awajibishwe kwa namna alivyoshiriki mauaji haya ya raia wasio na hatia, na hakuna kusafishana. Huo ndio ujumbe wake Boniface Mwabukusi alioandika kwenye mtandao wa X. Kauli hii imeungwa mkono na makundi mengi ya kijamii na wanasiasa wa upinzani ambao wanasema kuwa katika kipindi cha miezi michache tu Tanzania imepoteza zaidi ya watu 700 katika vurugu zilizohusishwa na uchaguzi wa mwaka 2025, idadi ambayo bado haijakanushwa kwa uwazi na serikali, ingawaje kumekuwa na mtafaruku, huku wengine wakitoa kiwango cha vifo ambazo ama viwango hivyo haviambatani. Ripoti kutoka kwa vyombo vya habari vya kimataifa kama The Guardian, Reuters zinaeleza kuwa maelfu walikamatwa, wengine walipotezwa na baadhi hawajulikani waliko hadi leo. Rais Samia Suluhu Hassan aliyewahi kusifiwa duniani mwaka 2021 alipochukua madaraka kutoka kwa marehemu John Pombe Magufuli, sasa anakabiliwa na shutuma nzito kwamba ametumia mbinu zile zile za hofu na ukandamizaji ambazo aliahidi kuziacha.
Wakati alipoingia madarakani alionekana kama pumzi mpya ya matumaini, mwanasiasa mwenye busara na msimamo wa maelewano, lakini kwa mujibu wa wachambuzi uongozi wake umezidi kuwa mkali kadri miaka ilivyoenda, na kwa sasa Tanzania iko katika hali mbaya zaidi ya kisiasa tangu enzi za chama kimoja. Hali imepelekea viongozi wa upinzani akiwemo Tundu Lissu kukataa wito wowote wa mazungumzo ya kitaifa yanayodaiwa kuandaliwa na serikali. Lissu ambaye amekuwa sauti kuu ya upinzani tangu jaribio la mauaji dhidi yake mwaka 2017 ameweka wazi kuwa hawezi kukutana wala kushikana mkono na Rais Samia hadi pale serikali yake itakapokiri na kuwajibika kwa mauaji ya raia wasio na hatia. Anasema mazungumzo kabla uwajibikaji ni sawa na kuhalalisha udhalimu na kuwasahau wale waliomwaga damu kwa ajili ya demokrasia. Na katika mitaa ya Dar es Salaam, Mwanza, Arusha na Dodoma, hali bado ni ya hofu. Familia zinaendelea kutafuta wapendo wao, hospitali zimegeuka kuwa kambi za maombolezo na makaburi mapya yameanza kujitokeza pembezoni mwa miji. Waandishi wa habari waliothubutu kuripoti kuhusu matukio hayo wameripotiwa kutishwa na kuzuiliwa. Mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu kama Amnesty International na Human Rights Watch yameomba uchunguzi huru, wakisema ushahidi wa picha na video unaonyesha mauaji yaliyopangwa na kutekelezwa kwa amri za ngazi za juu. Picha zinazoendelea kuzunguka kwenye mitandao zinaonyesha vijana waliopigwa risasi wakiwa bado wamevaa mabango yenye ujumbe wa tunataka Tanzania bora. Wengine yanaonyesha miili ikichukuliwa kwa lori huku vikosi vya polisi vikilinda eneo la tukio. Mambo haya yameacha doa kubwa kwa sura ya Tanzania kimataifa, hasa ikizingatiwa kwamba kwa miongo kadhaa nchi hiyo imekuwa mfano wa amani barani Afrika. Wanadiplomasia kutoka nchi kadhaa za magharibi wameshtumu ukatili huo na kutaka serikali kutoa hesabu kamili ya waliouawa na waliopotea. Umoja wa Mataifa kupitia ofisi za haki za binadamu wametaka uchunguzi huru na wa wazi, huku baadhi ya wabunge wa Ulaya wakitaka hatua za kisheria zichukuliwe dhidi ya wale wanaohusika moja kwa moja na mauaji hayo. Wachambuzi wa kisiasa wanasema kuwa Tanzania inakabiliwa na jaribio gumu la kufufua imani ya umma kwa serikali yake. Wanasema ukimya wa Rais Samia kuhusu matukio haya ni wa kusikitisha na unaongeza mashaka kwamba serikali yake imehusika moja kwa moja. Wakati dunia inatazama Tanzania kwa wasiwasi, maswali yanaendelea kuibuka kuhusu hatima ya taifa hilo. Je, litakubali kukabili ukweli na kuwajibika au litaendelea kuzikalia kesi hizi kwa jina la kudumisha utulivu? Kwa sasa sauti kama ya Boniface Mwabukusi imekuwa mwanga katika giza refu la woga yeye na wenzake wanataka haki ifanyike si kwa maneno bali kwa vitendo. Wanasema hakuna maana ya kufanya mazungumzo wakati damu bado inamwagika na waliohusika bado wako ofisini. Wanaamini Tanzania haiwezi kupona bila wajibikaji wa kweli, na hatua pekee inayoweza kurejesha imani ya wananchi ni kuona wahusika wakuu akiwemo Rais Samia Suluhu Hassan wakijibu mashtaka katika mahakama ya kitaifa. Wakati ripoti za kimataifa zikiendelea kutiririka, dunia inashuhudia jinsi matumaini ya mwanzo aliyokuwa nayo Samia Suluhu yalivyogeuka kuwa kivuli cha hofu. Mwanamke aliyewahi kusifiwa kwa utulivu na diplomasia yake sasa anatajwa kama kiongozi mwenye mkono wa damu. Tanzania, taifa lililojengwa juu ya umoja wa amani, sasa linapitia katika kipindi kigumu zaidi katika historia yake ya kisiasa. Na wakati wananchi wakizika wapendo wao na wengine wakihapa kupata haki, shinikizo la kimataifa linaendelea kuongezeka. Wanasheria wa kimataifa wanakusanya ushahidi, mashirika ya haki yanatayarisha malalamiko, na kila dalili inaonyesha kuwa safari ya kufikisha serikali ya Samia Suluhu mbele ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu inaweza kuwa karibu kuanza. Na kwa sasa kilio cha Watanzania kinasikika kote duniani, ni kilio cha damu, cha mateso na cha wito wa haki. Wanasema wataacha kupigania haki hadi pale kila aliyehusika na mauaji ya raia wasio na hatia atakapobeba msalaba wake. Na Tanzania inahitaji amani, lakini zaidi ya yote inahitaji ukweli.
Na kwa mara ya kwanza tangu uhuru, taifa hili linaangalia sura yake kwenye kioo cha historia, na picha inayojitokeza si ya utulivu bali ya taifa lililojeruhiwa likilia kwa damu ya vijana wake. Hii ni Kenyascope ambapo tunakuletea habari kwa kina, uchambuzi wa kina kuhusu masuala ya Afrika Mashariki. Tafadhali kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video hii kote kwa mitandao ya kijamii ili watu wengi waweze kupata taarifa hii.